Mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Jumatano tulivu hii leo. Mimi niko na ndugu yangu hapa, tunakuzungumza mambo ya kimichezo na burudani. Uko poa ndugu yangu? Niko fresh kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama na tunaendelea vizuri. Heri lakini? Heri kabisa, tuna furaha. Naona sikukuu inaelekea sasa tamati. Tunahesabu muda. Yaani kunafika kipindi unahesabu muda, kwa sababu hizi sio siku tunahesabu muda. Zishaisha siku. Siku zishaisha. Kwa sababu ukifika chungu cha 27 kwenda juu huko unaanza kuhesabu muda. Kwa sababu mwezi unaweza ukaandama muda wowote, yani utakuta mwezi umeandama mnafungulia, kwa hiyo mnaanza kuhesabu muda. Bwana ndugu yangu, basi nianzie hapa bwana. Kituo kinachofuata kwa mnyama Simba Lunyasi NBC Premier League ni mchezo wa Simba Sports Club ambapo atakuwa mwenyeji dhidi ya klabu ya soka ya Pamba. Kiasi cha pesa wameahidiwa kuelekea kwenye mchezo husika. Pengine hii inaweza ikaleta ugumu kiasi gani kwa mnyama Simba kupata matokeo dhidi ya Pamba? Sio waahidiwe hela tu, watafute na vitu vingine vya kuwaahidi, kwa sababu hela zipo na watu tunasikia kila siku wanaahidiwa hela. Unanielewa? Na sasa kama inawezekana sisi tutawaongeza hela zaidi kama ahadi zao zimekuwa ndogo. Hivi wameahidia shilingi ngapi? 50 plus. Milioni 50 ndogo, hela ya mtoto hiyo, hela ya vocha. Kwa hiyo ongeze kidogo. Lakini pia bado sisi tunaenda kuwafunga kwa sababu tunaamini tunakwenda kucheza na Yanga B. Unanielewa? Unajua Yanga ziko ngapi? Ziko 3. Kuna Yanga Pamba, kuna Yanga Singida na kuna Yanga mwenyewe. Kwa hiyo tunajua tunaenda kucheza nao Yanga mwenyewe. Yanga ngapi? Kuna Yanga 3, kuna Yanga Singida, kuna Yanga Pamba na kuna Yanga mwenyewe. Hizo Yanga 3. Na hizo tunazijua na ndio maana kule zimeenda kuahidiwa pesa. Kwa hiyo tunaamini tunakwenda kucheza dhidi ya Yanga. Kwa kama tulichofanya Zanzibar, ndicho tutakachoenda kufanya wapi? Katika uwanja CCM Kirumba. Mimi ninaamini Simba iko bora, tuna uwezo wa kushinda kwa sababu tunaamini kikosi chetu kiko nini? Tuko imara. Lakini pia kama kuna mvua inanyesha, maana mechi yetu na Tabora na TRA na TRA iliahirishwa kwa sababu ya mvua. Kama kuna mvua, watu watafutie sehemu nyingine wao ya kucheza. Yaani hata matopeni. Hii mechi tunataka tuwacheze hata matopeni. Unanielewa? Kama kuna isiahirishwe. Kama mvua inanyesha, hii mechi isiahirishwe. Sisi tunataka hii mechi iahirishwe. Popote tutacheza. Kama ule uwanja utakuwa na mvua, tutasubiri tucheze hata saa 8 ya usiku, tumulikiwe na taa nini? Vitochi vya simu tutakwenda kumulika tunadi tucheze mechi. Sababu tunajua mpinzani wetu ambaye tunaenda kucheza naye na tunaamini naye ya kwenda kumfunga kwa sababu tunaamini yeye ana alama zetu 3. Kama ana alama zetu 3, hatuwezi kuacha mechi. Kwa hiyo kama ni kuna mvua, basi tutafuta namna ya kucheza. Tofauti tutakavyokuwa na TRA kwa sababu unapoahirisha mechi, vipolo vinazidi kuwa vingi. Baadaye vitakuja kufanyaje? Kutusumbua kwenye kucheza. Sababu wenzako watakuwa wamecheza mechi nyingi, wamemaliza, wao unaanza kutafuta vipolo. Vipolo vinakuwa uaga sometimes vinaweza vikachacha wakashindwa kula. Kwa binafsi vipolo hatuvihitaji, tunahitaji kuendelea na mechi ambazo tunaona kabisa hizi zitatusaidia. Lakini kama kuna mvua, basi tutafute namna. Tukiangalia msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Young Africans yuko kileleni, lakini pia na Simba Sports Club anashika nafasi ya 3 akiwa amezidiwa na Azam FC mchezo mmoja kwa tofauti ya alama 28 kwa 27. Pengine mbio za ubingwa, kama Simba atashinda mechi zake zote zitasalia alama 3. Mnawaona Simba Sports Club kufuzu na kuchukua ubingwa ambao wameupoteza mara kenda na kenda kwenye ligi kuu Tanzania bara. 4 times triples wamekosa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Binafsi kwa sababu tunampumulia. Unajua sisi tuko nyuma yake tunampumulia. Unanielewa? Kwa hiyo unapompumulia mtu inawezekana ukazidisha speed. Kwa hiyo tunataka tuzidishe speed kwenye kumpumulia. Na ikiwemo alama 3 anazo yeye mwenyewe ambazo umesema zimefanyaje? Zimezidi. Hizo zilizozidi. Hizo ndo amezidi. Anazo yeye. Za nani hizo? Za kwangu mimi anazo yeye. Yaani wewe alama zako 3 anazo yeye. Unanielewa? Wewe African sio kinyonge, unajua. Kinyonge ya nini? Hajafungwa hata mchezo mmoja kwenye ligi kuu Tanzania. Ndio maana nakwambia alama 3 anazo yeye. Na tena sisi msimu huu hatutaki yule afungwe. Tunataka amalize ligi akiwa hajafungwa alafu kakosa ubingwa. Yani nataka tumalize msimu akiwa hajafungwa alafu kakosa ubingwa. Kwa afungwe kwa sababu gani? Afungwe ili iweje? Afungwe ili tugundue nini? Hatutaki afungwe. Tunataka aendelee kula vile vile. Asifungwe alafu ubingwa tunabeba sisi ambao tumefungwa. Ubingwa tunabeba sisi ambao tumefungwa. Kama hujawahi kuona, tunataka dunia ishuhudie mambo ya ajabu kama hayo. Kwamba mtu hajafungwa hata mechi moja, alafu ubingwa amebeba watu ambao wamefungwa. Tunataka tuionyeshe dunia kwamba sisi tunafanyaje? Tunastahili kuchukua ubingwa sababu kikosi chao cha kawaida, na mimi ninaamini kama tutacheza kwenye uhalali na bodi ya ligi ikasimamia haki, msimu tutajua sehemu ilipooza sehemu. Mbona kama mnajiamini kiasi hicho? Tunajiamini kwanza, tuna timu bora. Lakini pia yani sisi hata kama tukafanyeje hatuwezi kulalamika. Nasikia watu wameshaanza kulalamika kwamba Simba sio ana vipolo, sio mechi yake kwa nini iliahirishwa na Pamba na mvua. Hatuwezi kucheza kwenye mvua.
unanielewa? Lakini pia niwaambie bodi ya ligi, sasa hizi Tanzania kuna mvua, kipindi cha masika, kama inawezekana ligi ya hata sehemu moja tucheze kama inavyocheza Samia Cup, umenielewa? Ligi ikae mji mmoja, tutafumzikae sehemu moja, tutafute viwanja ambavyo mvua venyeje haviathiriki, hata kama kinyesha na mvua haviathiriki, umenielewa? Kama Benjamin Mkapa, Meja Samuyo, labda Amani, tutafute kituo kimoja tukacheze kama Samia Cup, kwa sababu tunaonekana Simba, yani Simba mechi zake ndio mvua inanyesha, mechi za nyingine mvua hamna. Kwa nani huyo? Hivi ana timu kwani? Hebu tulia kwanza yeye. Anaongea bwa utafikiri anataka kujaza maji kwenye uwanja. Nasikia mnalia. Sikiliza ngoja kwanza. Nasikia unakilia. Nani kilio cha nini? Nasikia bodi ya ligi jana muonea. Bodi ya ligi ametuonea katika ligi. Bodi ya ligi ilikuwa inacheza hapa? Sijui. Simecheza na Azam. Sasa bodi ya ligi umemuingizaje hapa? Unasikia kuna mtu mashabiki wa Yanga jana mlikuwa mnalia bodi ya ligi naonea. Wa Simba. Atakuwa mlevi wa Simba. Nikutajie. Mimi nataka tujadili kitu kimoja. Pamba wanakwenda kucheza na majamaa. Lakini Pamba wao bwana wameahidiwa kiasi cha pesa huko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata alama dhidi hawa. Ila hawa wanalalamika, mbona kama nyinyi mnazicheza mechi zao? Pamba wameahidiwa hela na Simba ili walegeze Simba wapate matokeo. Hayo umesema wewe. Pamba wameahidiwa hela na uongozi. Ngoja kwanza, swali umeulizwa hivi. Swali rahisi. Taratibu. Yaani wao unavyoona. Yaani Yanga tumwahidi hela Pamba. Wakati na sisi tuna matatizo yetu. Kumbe nyewe inawezekana? Wana matatizo? Ngoja. Sisi tuko kwenye mashindano. Matatizo gani? Ngoja, sisi tuko kwenye mashindano. Kuna matatizo gani? Ngoja. Kwenye mashindano. Mashindano ni matatizo? Mashindano ni matatizo. Ndio maana nimesema siwezi kushughulikia matatizo ya fulani ya jirani. Wakati na mimi na matatizo. Mimi niko kwenye mashindano na ninahitaji kuwa bingwa. Umenielewa? Mimi nianze kuhangaika na Pamba kivipi? Unahitaji kuwa bingwa? Yes. Huyu bwana kanaambia tatu zake unazo wewe. Muulize lini kapata tatu kwetu. Basi narudisha kipaza kwao. Lini kapata tatu kwao? Ndio tunakwenda kupata sasa awamu hii tatu ambazo amejishika mkononi. Sijui tulipopata tatu. Sijui na wala akumbuki. Sasa ndio anazo tatu. Hizo alizozishikia tarehe hiyo hiyo aliyokuwa nayo yeye. Ndio tunataka alama zetu. Umesikia? Yaani hawa jamaa wanajivuruga tu. Mimi nakukumbusha. Kwa mara ya mwisho Simba anapata pointi 3 kwa Yanga. Kwa mara ya mwisho anapata pointi 3 kwa nani? Huko kwenu michungu. Crown ilikuwa bado haiko mjini. Namkumbushe hiyo. Wakati huo tunavyozungumza vyombo vya habari au online TV zilikuwa za kuhesabu. Ngoja. Mimi nataka nimjibu, unajua kitu kimoja. Wakati huo huko kwenu huwezi kujua online TV. Zilikuwa za kutosha, mtoto wa jana. Sikiliza. Ngoja kwanza sikiliza. Leo hii anapokuja anazungumza, umenielewa? Kwamba anataka kupata pointi 3 kwa Yanga. Tunatakiwa tujiulize. Anaifahamu Yanga au anaisikia redioni? Kama naifahamu Yanga, huwezi kuzungumza kwamba kirahisi unachukua pointi 3 kwa Yanga. Na swali lake. Kwamba anavyofahamu yeye Yanga, Simba sikafungwa mara 6 mfululizo na Yanga. Hizo mara 6 mfululizo kafungwa ndani ya miaka mingapi? Nani? Ndani ya misimu mingapi? Minne. Chizi huko sawa. Ndani ya misimu miwili namkumbusha. Ngao ya Jamii kwenye ligi mara 2, Ngao ya Jamii ligi mara 2. Ngoja tulia. Wewe bado wakati. Ngoja tulia. Mjini jana. Mwili mkubwa lakini akili ndogo. Tulia kwanza hapa. Tulia ni kunyoosha. Tunakuelekeza. Miaka 4 ya wapi? Umesikia? Unajua huyu dogo hata kunenepa ndio inakuwa shida. Kwa sababu ya ubishi. Umenielewa? Tunamwelekeza. Mazingira yako hivi. Leo hii. Kumbe leo unajua kuna mazingira. Yanga anahitaji kuwa bingwa tena. Kutetea. Umenielewa? Yes. Kombe ni la ushindani hili. Haya mashindano yanahitaji ushindani. Umenielewa? Ni marathon, mbio zinaendelea. Kwanza ndio tuna mechi 14. Ili kukamilisha duru ya kwanza bado mchezo huu mmoja. Umenielewa? Sasa leo tunakuja kuzungumza hizi pointi tunahitaji kuwa mabingwa. Inatakiwa tufanye nini? Cha kwanza, tayari najua raundi ya kwanza nimefanya makosa. Nimechukua alama moja kwa jamaa. Wa mzee wa nini? Wa Ndumba na mwenzio mzee wa Lambalamba. Nikasema is okay.